Mpango wa huyu joka, mpango wa huyu malkia wa mbingu ni nini? Malkia wa mbingu ambacho anakipanga sana, kuna ajenda ambayo inaendelea duniani ya kuzimu, ambayo hii ajenda imeletwa na huyu malkia wa mbingu ya kuondoa nafasi ya mwanaume katika jamii. Imeanzia Marekani. Mpango wa kuwafanya wanawake waonekane wako sawa na wanaume ulianzia Marekani. Kwa nini? Ulianzia huko kwa sababu ya hivi vitu. Ulianzia huko kwa sababu ya hivi vitu. Malkia wa mbingu anafanya kwa akili. Anafanya kwa akili. Wanawake waanze kujiona wako sawa na wanaume, kwamba sisi tunaweza kama wanaume. Let me tell you, wanawake mko hapa, wanawake hapo sawa na wanaume. Ndio maana Mungu alimuumba mwanaume kwanza, wewe ukafata. Kuna maana, kuna sababu kwa nini Mungu anatumia hii na sio she. Kuna maana, kuna tofauti, asije akakudanganya mtu. Lakini haya mambo yamekuja kwenye mifumo ya serikali kama mambo ya kawaida. Unajua 50 kwa 50, mwanamke na mwanaume ni sawa. Ndio huyo malkia wa mbingu sasa, ndio hizo ajenda anazintroduce ndani ya kanisa, anazintroduce kwenye serikali, anazintroduce kwenye ulimwengu. Inaonekana kama ni vitu vya kawaida, lakini lengo lake ni kuondoa nafasi ya mwanaume kwenye jamii. Na nafasi ya mwanaume ikiondoka, umemaliza ulimwengu mzima. Ndio maana utumwani wa kina Farao hawakudili na wanawake, walikuwa wanawaacha wanaolewa na wanawaoa tu. Walikuwa wanaua watoto wa kiume. Ukimaliza mtoto wa kiume duniani, umemaliza dunia nzima. Kwa hiyo huyu malkia wa mbingu ni mfumo ambao umeanzia tangu Eden, kwa sababu shetani aliwahi kutaka kumkonvinsi mwanaume, ikashindikana, akamkonvinsi mwanamke kwa urahisi. Ndio maana shetani ameachilia roho nyingine ambayo ni malkia wa mbingu, anaitumia kwa ajili ya kuikonvinsi dunia ianze kuonekana mwanaume na mwanamke wako sawa. Lakini lengo ni kwamba kama vile shetani alivyomtumia Hawa kumdanganya Adamu, na ndivyo shetani anaitumia malkia wa mbingu kuwadanganya watu, kupitia wasanii, kupitia watu maarufu, viongozi wakubwa. Ana introduce ionekane kwamba haina shida, tuko sawa, haina hivi, tuko sawa. Kumbe tunaenda nje na mpangilio wa Mungu. Mwanamke na mwanaume hawako sawa. Hiyo haito kuja kupingika, hawako sawa. Mwanamke ameumbwa kupokea, mwanaume ameumbwa kutoa. Ndivyo Mungu alivyoumba, ndivyo Mungu alivyoumba. Sasa hii roho ilijintroduce kwa namna ya ujanja sana, ilijintroduce kwa namna ya ujanja. Naomba nisome andiko la mwisho tumalize. Yeremia 7, utasoma kwa muda wako. Yeremia 7 mstari wa 18 hadi 19 inasema, watoto huokota kuni za baba zao, huwasha moto na wanawake, hukanda unga ili kumfanyizia mikate malkia wa mbingu, na kuwamiminia miungu mingine sadaka za vinywaji, wapate kunikasirisha mimi. Wapate kumkasirisha nani? Mungu. Je, watu hawa wananikasirisha mimi, asema Bwana? Hawajikasirishi tu nafsi zao na kuzitia nyuso zao wenyewe? Mungu anauliza hivyo. Kwa malkia wa mbingu ambacho anaenda kukifanya duniani, au ambacho anakifanya duniani, anamchukua Eva amweke kwenye nafasi ya Adamu. Sika, kuna mtu amenielewa? Anamchukua Eva amweke kwenye nafasi ya Adamu. Ndio maana Mungu anajintroduce kwa nafasi ya kiume, na Mungu ni mmoja, lakini na yeye akajintroduce kama malkia wa mbingu. Ina maana na mimi nipo. So akasema kama kuna prophet, na mimi ni prophetess, na mimi nipo.